بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الحاضرين، بارك الله فينا وفيكم وأحسن الله إليكم. Tumerudi tena kwenye shauti yetu ya pili ambayo natarajia itakuwa ni fupi, itasema sana ukilinganisha na yale yaliyopita hapo nyuma. Kama kutakuwa na wingi wa maneno labda kutoka kwenu. Na sitapenda mazungumzo yarifuke sana kiasi cha kuweka taklifu kwa watu. Tutajitahidi kuyazungumza maneno yaeleweke, tusiache vipengele vyenye utata vya kuwatatiza watu. Tutaka maneno yetu yawe wazi, لأن الوضوح من سيرتنا ومنهجنا. Kule kuweka wazi maneno ndio katika maneno yetu. Na hivyo ndivyo tulivyofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtakumbuka kwamba sehemu ya kwanza tulimzungumzia bwana mkubwa, sahaba mtukufu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tumeeleza sehemu katika sira yake na hasa unasaba wake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukaribu wake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomweka karibu na yeye, akawa ni katika watu wake wa karibu, na kumwozesha binti zake wawili kwa vipindi tofauti. Alimwozesha wa kwanza ambaye ni Ruqayya, baada ya kufariki akamwozesha binti wa pili ambaye ni Ummu Kulthum, na wote hawa ni watoto wake yeye mwenyewe. Sidanganyike na baadhi ya waandishi kwamba kuna mmoja katika waandishi ameandika akasema watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Fatima tu peke yake wa kike hao, na hao wa kiume kina Al-Qasim na Abdullah na Ibrahim. Hawa waliobakia wote si watoto wake. Mtashangaa, lakini hili limeandikwa na baadhi ya waandishi wa nchi hii kwenye vitabu vyao vya Kiswahili kwamba hawa si watoto wake, yani Ruqayya, Zainab na Ummu Kulthum. Hawa ni watoto wa Abu Hala aliyekuwa mume wa Ummul Mu'minin Khadija radhiyallahu anha, mke wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa huyo Abu Hala huyo alikuwa na mke wake akawazaa watoto hao. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalea tu. Maneno ya uongo, ya uongo kabisa. Lakini katika majibu ambayo niliwahi kuyazungumza mimi, siku moja nilikuwa natoa challenge kwa watu hawa, nikasema vyovyote itakavyokuwa, pengine watoto wa mkeo au wadada wa mkeo umekabidhiwa, umewalea, na wewe ni mtu kiongozi, una maadili, unajua dini, una heshima na muhtaram. Huyu binti uliyemlea tangu mdogo mpaka amekuwa mtu mzima afaa kuolewa. La jajinyang'aa unataka kuoa kwa sababu si binti yako, basi wamwozesha tu kwa sababu sio binti yako. Na uliza nyinyi wenye akili timamu, ikiwa wewe huwezi kufanya hivyo, aweza fanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Una akili wewe? Tuko huna akili. Wamtukana Mtume wewe sallallahu alaihi wasallam, lakini hujijui tu.
hiyo hoja yako hiyo umtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, huna hoja. Kikao ukatafakari ile elimu kwa kusaidia kuona kwamba huu ni upumbavu ninaoandika mimi. Umeelewa? Kwa hawa ni watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimuozesha Uthman. Sasa sema watoto mkewe, watoto mkewe. Tukubali hilo. Je, aliyemuozesha huyo mtoto wa mkewe au mtoto wa dada wa mkewe ni mtu afaaye, anayefaa kisawa sawa au hafai? Jibu. Sawa? Tutoke kwenye hili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga mahusiano karibu na nani? Na Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yalikuwepo akayakaribisha zaidi kwa kumuozesha banati wake bintaihi sallallahu alaihi wasallam, watoto wake wawili wa kike. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu amechangia kwa kiasi kikubwa sana katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliitumia mali yake vilivyo ndivyo. Ikisemwa kwamba dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur, basi ahlu ad-duthuri walikuwa ni kina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Taja matajiri utakao wataja, basi Uthman alikuwa akiwaongoza na mali yake aliitumia kiusawa kabisa, akabashiriwa pepo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akamuhusia, kwa kuwa alijua kwa njia ya wahi kwamba huyu atakuwa kiongozi na sifa hizo anazo na uongozi atapewa na Allah. Akasema aliyoyasema. Kweli Uthman radhiyallahu anhu akawa khalifa, akawa kiongozi wa Uislamu, akautumikia Uislamu kwa miaka 12 kama kiongozi. Na hiyo miaka mingine iliyotangulia huko nyuma 12 nyingine alikuwa kama mshauri mkuu wa hao waliomtangulia. Kwa hiyo hakukaa pembeni katika khidma ya Uislamu, na mchango wake uko wazi aliyoyafanya. Lakini Allah alipolikadiria jambo alilotaka liwe kupitia kwa watu waovu waliokhalifu njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likakadiriwa jambo lilokadiriwa, qadari ikapita. Ilikuwa pingine wa ahlus salahi wal khairi wat tuqa, masahaba wengine na tabi'un walingeweza kulizima lile jambo kwa haraka, lakini qadari Allah ikawa imepita, kwa sababu idha nazala al-qadaru dhahaba al-lubbu wa amiya al-basaru. Ibn Abbas anasibishiwa maneno haya radiyallahu ta'ala anhuma. Qadari inapotaka kushuka, basi ile akili pia huwa yaondoka wakati fulani, na ule uoni unapofuka ukawa huoni. Ilikuwa ni jambo tu, wafunga breki wasubiri au wapisha, wataka kulazimisha ili ukafe. Qadari tu ilikuwa ishapita. Sasa angefanya hivi, qadari idha nazala al-qadar dhahaba al-lubbu wa amiya al-basar. Kwa hiyo watu wanaweza wakatatizika wakashikwa na ganzi fulani mpaka jambo limepita pitaje hili na watu wapo. Qadari. Kwa hiyo masahaba walitaka kulizuia jambo lile kwa nguvu zao, lakini Uthmani aliona mbali, na huku akitazama bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aliona kwamba hapa mimi nitauawa. Lakini nakumbuka siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, uthbut ya Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Tulia, thibiti ewe Uhud, tulia, juu yako yuko nabii na siddiq na mashahidi wawili, yani Umar kadhalika yeye Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, ya Uthman, inna Allaha muqammisuka qamisan fa in arada almunafiquna ala khal'ihi fala takhla'hu hatta talqani. Allah atakuvisha wewe kanzu. Wakatafsiri wanawazuoni wa Kiislamu kwamba muradi wa kanzu hii atakayovishwa ni ukhalifa,
wanafiki wakitaka uivue usiivue. Aliyakumbuka maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiivue mpaka utakapokutana na mimi. Alimwambia maneno haya akiwa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadhi ya wakezi walikuwepo, na hadithi hii imepokewa na Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha, ndiye alisimulia. Kwa hiyo baadhi ya watu wanasema kana baina Uthmana wa Aisha munafaratun shadidatun lihaddi annaha taqul اقتلوا نعثلا فقد كفر. هذه المقولة باطلة عاطلة كاسدة وفاسدة. maneno mabaya kabisa ya batil. Kwa binti Aisha radhiallahu anha yazasema maneno haya. Alipoambiwa amesema la, kusema maneno haya. Kwa hiyo hata ile hali halisi ile inakadhibisha maneno haya kwamba hakusema, kwa sababu yeye ndiye aliyesimama akayatangaza maneno haya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi kuhusu Uthman kabla ya kuuawa kwake na baada ya kuuawa kwake. Kingekuwa kuna munafara na chuki baina yake na Uthman, asingesema maneno haya, asingepokea manaqibi ya Uthman. Bali tarikhi ya Kiislamu na history sahihi yaonyesha kwamba katika watu wa mwanzo waliosimama bimutalabati dami Uthmana, Aisha as-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha, waliosimama kutoka kudai kisasi cha damu ya Uthman ni Aisha radhiyallahu anha. Na ndio maana ikatokea yale mapigano ya Jamal. Ukisoma katika historia ya Kiislamu, baada ya tukio la kuuawa Uthman radhiyallahu anhu, fitna ya kwanza iliyojitokeza ni tukio la vita vya Jamal. Nani alitoka? Walitoka Aisha radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin al-Awwam. Wasema lazima wakamatwe wauaji waliomuua Uthman wauawe. Sasa mnamfanya ana double standard, sio dhul wajhain, kwamba huku wachochea alafu huku wajifanya atakakutetea. Hivi ndivyo walivyokuwa ummul mu'minin? La hasha wa kalla. Ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa ni mtu mkweli, mwanamke at-tahiratul mutahhara, zawjatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil janna wa azwajuhu ummahatukum. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبي ndiye aliyena haki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wakeze ni mama zenu nyinyi. Hawezi kuwa na misimamo kama hiyo. Kwa hiyo Uthman radhiyallahu ta'ala anhu akawa ameuawa, na masahaba katika hili hawakushiriki kabisa na mauaji ya Uthman. Na wale wanaotajwa, kuna wanaotajwa kwamba maswahaba, kwa mfano sahaba mmoja anaitwa Amri ibn al-Hamiq al-Khuzai, ambaye yeye aliwahi kumpa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wada'i, kama alivyotaja al-Mizzi katika Tahdhibul Kamal, na kwamba alifanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya sulhu ya Hudaybiyah, na imesemekana alislimu katika mwaka wa hajjatul wada'i, na kwamba yeye ndiye aliyemuua Uthmani kwa yale mapigo 9. Akasema kwamba amma thalathun fa minha fa inni ta'antuhu lillah, yani ama yale matatu mimi nilimkita kwa ajili ya Allah, wa amma 6 minha falima kana fi sadri alayhi, ama yale 6 ni kwa kile kilichopo katika kifua changu dhidi yake, nilikuwa nina kitu mimi. Haya maneno yametajwa kwenye vitabu vya historia, na asili yake ameyataja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqat kupitia njia ya al-Waqidi, na njia ya pili ameyataja al-Imam at-Tabari kupitia njia ya Abi Mikhnaf Lut bin Yahya. Na hizi ndio masdari mbili na machimbuko mawili yanonukuu habari hizi. Wanawazuoni wote wa tarikhi na wao wakakopi kutoka kwa hawa, kama kina Ibn Asakir katika tarikhi ya Dimashqi, al-Baladhuri katika kitabu chake Ansabul Ashrafi, Ibn al-Athiri katika kitabu chake Al-Kamil fi at-Tarikh, Al-Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala, Ibn Kathir katika Al-Bidayah wan-Nihaya. Wote ukitazama wamenukuu kutoka kwa hawa kupitia sanadi hizi ambazo hazijathibiti, na wao wana kanuni zao za upokeaji wa habari, kama alivyoeleza al-Imam
Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala katika tarikhi yake asema katika maneno hayo, msikilize Ibn Jarir, si uchukue tu, anasema ma yakun fi kitabi hadha min khabarin dhakarnahu an ba'd al-madin mimma yastankiruhu qari'uhu aw yastasni'uhu sami'uhu min ajli annahu lam yu'raf lahu wajha في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. انتهى كلامه رحمه الله. mwanzo katika kitabu chake anasema al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, jambo lolote litakalokuwemo ndani ya kitabu changu hiki na habari yoyote tutakayoitaja kutoka kwa baadhi ya watu waliotangulia katika yale ambayo msomaji atayaona kuwa ni mageni na masikio yake msikilizaji atapata kijegezi akaona kinyaa kwa ajili ya kuwa maneno hayo haujulikani wajihi wake wa kusihi, mbona hizi habari hazina usahihi au hazina maana ya kweli katika uhakika, basi huyo msomaji na msikilizaji ajue kwamba sisi hatukuyaleta wenyewe hayo tumeletewa sisi kutoka kwa baadhi ya wenye kuyanukuu tu, sisi tukayataja kama tulivyoletewa. Kwa hiyo wewe peleleza, chunguza, usiseme tu Ibn Jarir kasema si utaratibu wa kielimu, watakiwa ufanye uchunguzi. Amekupa kazi kwa sababu man asnada faqad ahalak. Hii ni kanuni iko kwa watu wa hadithi. Anayekuletea sanad tayari amekuhawilisha, amekufanyia hawala, imepokewa kwa fulani na fulani na fulani na fulani kutoka kwa fulani. Kazi kwako watafute hao fulani na fulani ni kina nani, hali zao zikoje. Man asnada faqad ahalak. Kwa hiki ndio kilichofanyika na al-Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala, na kadhalika al-Imam Ibn Sa'di az-Zuhri katika kitabu chake at-Tabaqatul Kubra, na wengine wametaja hizo habari kama tulivyoeleza. Sasa nirudi kidogo. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu aliuawa. Swali, je, mtawala kama yeye Muislamu, tujalie hayo anayosingiziwa kuwa kayafanya aliyafanya kweli, je hukumu yake ni kuuawa? Ndio hukumu yake? Aya gani, hadithi gani, mafunzo gani tulioletewa sisi kwamba hukumu yake ni kuuawa? Mweni huwa si watu waweza kupata na jaziba akaua mtu, kaiba viatu hapo akapigwa akauliwa, jaziba tu. Lakini je, Uislamu unafundisha kwamba mwizi wa viatu auawe? Ndio hivyo, nenda kwa shekhe yoyote atakupa fatwa. Ile ni hamasa za watu, na wale watabeba damu yake siku ya kiyama, si hukumu ya mwizi. Uislamu, mwizi akiiba, ikifikia alichokiiba ni rubu dinar, basi ndio atastahiki kukatwa mkono. Unanielewa? Rubu dinar, yani kama thamani alichokiiba ni kama gramu moja ya dhahabu, ndio rubu dinar, gramu moja. Kile alichokiiba kama ni viatu vyako kubadhi au skecha zako zimeibiwa, thamani yake ni thamani ya gramu moja ya dhahabu na nukta kadhaa, ambao wastani wake ni zaidi ya 250,000. Huyu atafikishwa mbele ya kadhi na atastahiki kukatwa mkono kwa ushahidi. Ameiba malapa bwana ya kwenda chooni au yeboyebo wamuua. Uislamu umeutoa wapi? Si ndivyo mlivyo hivyo? Ndivyo mlivyo, kwa sababu hamtaki kusoma dini. Hata kuna watu waliua wenzao. Umar akasema lau tamala ahlu Sanaa ala qatlihi laqataltuhum, lau watu wa Sanaa wote wangeafikiana wakala njama juu ya kumuua mtu mmoja, mtu fulani, ningewaua watu wa Sanaa wote. Ndio maana sheria ya Kiislamu imeweka wakikusanyika kundi juu ya kumuua mtu, huyo piga yule, piga yule, karusha jiwe yule, karusha, basi kisasi kikisimama watauliwa wote walioua. Mnajua hilo? Waman qutila madhluman faqad fi alqatl innahu kana mansura, na kama dia wote.
umeelewa? Sasa Uthman ni khalifa, je, hukumu yake ilikuwa ni kuuawa? Ikiwa ni kweli hayo aliyofanya, awapendelea ndugu zake, kafanya kadha, je, hukumu yake ni kuuawa? Jawabu la. Je, ilikuwa ni sawa kufanya kampeni kupita nyumba hadi nyumba na kukusanya watu katika miji wakawa 1000, 2000, 3000, twendeni na maandamano mpaka kwa mtawala? Ndiyo sawa. Katika dini yetu na manhaji yetu tunayolingania sisi siku zote ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wale wema waliotutangulia. Katika maneno aliyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi waliosahihisha jam'u min almuhaqqiqin min ahli alilmi, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Iyad ibn Ghanmi as-Sulami radiyallahu anhu, anasema man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah فليخلو به وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي كان عليه له. anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, sikiliza maneno haya, anayetaka kumnasihi kiongozi mwenye mamlaka, lidhi sultan, anataka kumnasihi mtu mwenye mamlaka, mwenye utawala, mwenye cheo, basi asidhihirishe, asimdhihirishie dhahiri shahir mbele za watu, akaanza kumpopotoa mbele za watu, akayataja mapungufu yake, madhaifu yake, makosa yake. Asifanye hivyo. Hala yubdihi alania, ameamrisha, amekataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alichotuamrisha sema fali yakhlu bih, akae naye faragha, waliakhudh biyadihi, na ukamate mkono wake, amsemeshe kwa heshima na ihtiram. fa in sami'a minhu fadhak, ikiwa mtawala atamsikiliza yale aliyoyaleta pale, basi hiyo tayari imetimia, alhamdulillah, khairi imepatikana. Wa illa, na kama mtawala akakataa kwa kuwa kilicholetwa hakiko sawa, au kwa kuwa kilicholetwa ni sawa lakini alilochagua yeye ni sawa zaidi, au lililoletwa ni sawa lakini yeye kwa kiburi chake na ukubwa wake akalikataa, kama itakavyokuwa, umemwambia maneno ya haki akayakataa, wewe mfikishaji umetekeleza jukumu lako lililo kwako, wajibu wako wewe tayari umetimia, huna dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo utakuwa umetekeleza jihadi kubwa, kwa sababu maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia afdalul jihadi kalimatul haqi inda sultanin jairin, jihadi bora kabisa ni mtu kusema maneno ya haki mbele ya mtawala dhalim. Indiyya, al-indiyya taqtadhi madha, ikiambiwa mbele yake, ule umbele unahukumilia nini? Ndio kwenye mimbar, umekaribishwa ikulu, umekaribishwa ofisini, mtawala ndio huyu mbele yako, huyu hapa, tuambie baba, wasemaje, vipi huko, wavunja vidole pale, warambaramba midomo, wajua kazi yako nzuri, Allah akubariki, lakini sisi tulikuwa tunahitajia hiki, waomba. Umepata fursa ya kwenda kwa mtawala, wasifia, sifu kweli kweli, mpaka utakumfanya kama Mungu, kama malaika, wamsifu, na wajua na makosa, sio? Wamsifia kwa sababu na proposal yako umekwenda nayo pale, kuna pesa wasitaka wewe, kuna miradi waitaka, kuna vyeo wavitaka. Ukitoka hapo ukifika kwenye mimbar pingine hukupewa ulichokitaka, wasimama waanza kukosoa. Ulitakiwa ukosoe pale, umwambie wewe una kadha kwa heshima na adabu, kama unavyomwambia baba yako au mama yako, ihtiram. Ukikosa adabu shauri yako, lakini mwambie.
Sasa hawa jamaa wengi utakuta wanasiasa, viongozi wa dini kama ni kanisani, wanapata fursa ya kwenda kukutana na viongozi, na wakifika pale wana miradi yao waikadimisha pale, waipeleka waomba. Wakirudi huko kwenye madhabahu waanza kukosoa. Akili ya wapi hiyo? Ni kweli nyinyi mko sawa, mnataka haki kweli? Sasa Uislamu sisi hautufundishi hivyo. Unatufundisha tukipata fursa ya kuzungumza, mfano mtawala ameweka boksi la maoni, kusanyeni maoni, basi mwambieni maneno ya haki na uadilifu kwa upole na heshima. Waonaje tungefanya hivi? Kwa nini siwe hili? Mimi rai yangu ni hii. Wamshauri, watia nasaha zako, ulifanya hivi na hivi, ili jambo si sawa. Umesaini mkataba wa kukubali ushoga haufai, hatutaki sisi, si katika maadili yetu wala maadili ya dini yetu. Mwambie. Allah aliwaangamiza watu wa Luthi kwa sababu mambo haya. Mnanielewa ninachokisema? Au mwambie tuna njaa, hatuna ajira, mwambie. Sawa? Lakini si maneno ya kuwashajiisha watu juu ya mimbar, kama walivyofanya wauaji wa Uthman. Wakajikusanya makundi, wakawashawishi wale watu, wakatoka. Kufanya hivyo ni kuteteresha muhimili wa utawala. Na nchi yoyote ule muhimili wa kiutawala ukitetereka, basi hakuna utulivu utakaopatikana. Chukua hayo maneno yangu, patiliza katika nchi ambazo zimebobea katika nchi za Afrika, na kusudia katika hizi nchi zetu za Afrika, zile nchi zilizodai demokrasia sana, wale watu wakapewa nafasi kubwa sana, ushawishi ukawa mkubwa sana, mpaka ile nafasi ya mtawala ikawa haiheshimiki. Siku zote hawako katika hali ya sawa katika utawala wao na katika nchi zao. Amani haipo na utulivu haupatikani. Si Afrika ina nchi 54? Hebu someni ripoti za umoja huu wa Afrika. Ni nchi ngapi kwa sababu ya demokrasia imeingia katika vurugu, kwa sababu ya msingi huu wa demokrasia ambao ndani yake kuna udhalilishaji wa utawala? Sio kila kitu tunacholetewa kutoka magharibi chafaa. Sio kila kitu. Ni miswada inakaliwa kwa malengo, na malengo mengine ni kuzichafua nchi ili wao wapate fursa ya kuingia. Nchi ikiwa haina uimara tena, haina amani, wao watakuja kuilinda amani, na wakilinda amani watajimegea maeneo, watavichukua tulivyo navyo sisi. Ushahidi ni Kongo. Hakuna amani, lazima Umoja wa Mataifa uingie ulinde amani, wakajimegea maeneo. Pale pa Mfaransa, pale pa Mwingereza, pale kwa Marekani, pale kwa Mbelgiji, pale sikwa hivyo. Umejibegia mahali maeneo, wanavuna tu, wanabeba tu, wanapeleka. Mimi nataka niwape mfano wa wazi. Kwa mfano, na mimi mara nyingi nahitaji nchi ya Libya kama mfano katika nchi za Afrika. Libya na kiongozi wao Muammar al-Qaddafi. Qaddafi alikuwa na madhaifu mengi sana. Alikuwa na udhaifu mwingi sana hasa katika mambo ya kiukatili. Lakini alikuwa ni kiongozi anayewajali watu wake katika mambo ya kidunia. Katika albini tahtiya na miundo mbinu ya Libya, katika nchi zinazoongoza Afrika, miundo mbinu kwa maana kwamba na huduma za kijamii, barabara, huduma za maji, umeme, mawasiliano, huduma za afya, elimu, na kile unachokijua wewe, vyakula na bei zake na kila kitu. Walikuwa katika raghadul aish. Bali baadhi ya watafiti wanaeleza ya kuwa maisha ya watu wa Libya katika mambo ya kijamii yao yalikuwa yakizidi zaidi ya baadhi ya nchi za Europe, wanamna walivyokuwa wanaishi katika raghadul aish. Lakini wakapenyezewa maneno kutoka ughaibuni. Nisikizeni kwa makini, wakamezeshwa maneno kutoka ughaibuni, kwa sababu wale makafiri watazama, mbona waislamu wapendeza namna ile, mbona wana raha namna ile,
Sasa hawa sisi tuwatengenezee kitu fulani. Kwani wale wana uhuru kwenye habari pale, ule demokrasia iko pale? Hakuna. Je, mtu akitaka wakaletewa maneno sasa. Sikubali. Hamna uhuru wa habari. Na kweli ukiangalia uhuru wa habari haupo. Ukiandika mambo kipumbavu wakamatwa. Na mwisho wanyongwa. Ilikuwa hata kimchezo Gaddafi. Ile mchezo wa kunyonga. Hivyo wanafanya. Ukatili na mambo magumu. Kileta ujinga, akunyonga. Leo ujinga, wauza gerezani utoki na adhabu kali. Sasa yale matukio yale watu wakawa sasa ndio wanayachanganya sasa. Wakamezeshana na huku wakisukumwa kutoka nje. Nyinyi mkumbuka kwamba katika ile kitu kinaitwa Rabiul Arab, msemo uliitwa yenye Rabiul Arab, kipindi kile ambacho makundi yakiongozwa na Ikhwanul Muslimin yalishajiishwa kufanya mapinduzi katika nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu, Tunisia, Libya, Misri, al-Yaman. Mwaka ule mnakumbuka vizuri palitokea balbala fulani, lakini ushawishi kutoka nje wakitumika baadhi ya makundi na jamaati Islamia zikatumika pale.